Mpendwa dada na kaka, baba, mama, mtazamaji wa channel ya IMS Tanzanian Western Field, habari za asubuhi, za mchana, za jioni, za usiku. Natumai kwamba mzima wa afya popote pale ulipo, na kukaribisha tena katika wasaa huu mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Gabriel Atanasi Temanya. Masomo haya ni kutoka moja kwa moja katika kanisa la Waadventista wa Sabato wana matengenezo IMS, yani International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement, field ya magharibi mwa Tanzania. Na wakaribisha tena katika muda huu ambao tunapata kujifunza neno la Mungu na ukweli ambao unatupasa kuufahamu katika wakati huu tulio nao. Na tutatangulia kuanza na ombi. Tumkaribishe Mungu wetu ili apate kuwa pamoja nasi. Tupate ombi. Asante Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Bwana, tuko mbele zako muda huu. Tunashukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi wakati wote, hata wakati huu unatupatia fursa ya kuweza kutafakari neno hili. Tunakuomba Bwana uweze kuwa pamoja nasi, somo hili likaweze kumbariki mtazamaji, lakini pia ukatuongoze nasi tunapotoa masomo haya, ili kwamba masomo haya yakaweze kuwa sawasawa na utukufu wa jina lako. Tunaomba Bwana na kuamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Naamini kwamba wale ambao wamekuwa wakifuatilia masomo mbalimbali katika chaneli yetu wamebarikiwa nayo, na tunatamani kwamba tuendelee kubarikiwa kwa njia hii, na Mungu atatubariki sana. Katika siku ya leo tutajifunza somo moja muhimu sana katika maisha yetu, somo ambalo ni muhimu sana na la kwanza kulifahamu katika Ukristo, na mwanadamu yeyote duniani anapaswa kufahamu somo hili linamhitaji afanye nini. Na katika asili ya tabia za mwanadamu hata anapozaliwa leo, somo hili tunaloenda kuliona leo, katika maisha yake anakuwa analihisi daima, amekuwa akilihisi kwamba kuna kitu anahitaji, lakini namna gani akipate, ndipo changamoto inaanzia hapo, ama maswali yanaanzia hapo. Katika siku ya leo tutajifunza somo ambalo linahusiana na mpango wa ukombozi. Somo lenyewe linasema kupatanishwa na Mungu. Somo linasema kupatanishwa na Mungu. Naamini kwamba si neno geni maana ya kupatanishwa. Kupatanishwa na Mungu. Maana ya upatanisho ama kupatanisha. Kupatanisha ni kitendo cha kurudisha hali, kurudisha mahusiano ya kirafiki kati ya pande mbili ambazo zilikuwa na uadui. Kupatanisha ni kitendo cha kurejesha mahusiano ya kirafiki katika pande mbili zilizokuwa na uadui, ili ziweze kukutana tena pamoja, ili ziweze tena kupatana. Ndiyo maana ya upatanisho, ndiyo maana ya kupatanisha. Hivyo sasa, kupatanishwa na Mungu, tunakuwa tunaelewa kwamba kupatanishwa na Mungu maana yake ni kurejesha mahusiano ya kirafiki na Mungu. Kupatana na Mungu au kupatanishwa na Mungu ni namna ya urejeshwaji wa mahusiano ya kirafiki na Mungu. Hapa tunapata picha kwamba kumbe zoezi la upatanisho ni matokeo ya uadui uliokuwepo nyuma.
Kumbe upatanishwaji ni kwa sababu ya uadui uliokuwepo, ni uadui ambao upo kati ya pande hizo mbili. Ina maana huduma ya kupatanishwa na Mungu ni kwa sababu kuna uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Huduma ya kupatanishwa na Mungu inamaanisha kwamba kuna uadui ama kuna kukosekana kwa mahusiano ya kirafiki kati ya mwanadamu na Mungu. Ndiyo maana inahitajika huduma ya kupatanishwa na Mungu. Sasa katika kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 7, sehemu ile ya kwanza anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Hapa tunaona kumbe kuna uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Nia ya mwili, nia ya mwanadamu ina uadui juu ya Mungu. Tumeona kwamba upatanishwaji unatanguliwa na uadui. Hakuwezi kuwepo huduma ya upatanisho, hakuwezi kuwa huduma ya kupatanishwa, hakuwepo kuwa na kazi ya kupatanisha pande mbili zisizokuwa na uadui. Lazima upande hizi mbili ziwe na uadui, ndipo huduma ya upatanisho, ya kupatanishwa inafanyika. Hivyo kupitia ushahidi huu wa andiko kutoka kitabu cha Warumi 8 mstari wa 7, tunaona kwamba kumbe kati ya mwanadamu mwenye mwili na Mungu kuna uadui. Nia ya mwili, nia ya mwanadamu siku zote ni uadui juu ya Mungu. Sasa hebu tuangalie uadui kati ya Mungu na mwanadamu ni upi? Uadui kati ya Mungu na mwanadamu ni upi? Na mwanadamu kwa hali ya kawaida lazima utambue kwamba kuna uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu yeyote ambaye anatafakari, anachukua muda wake kutafakari kwamba hivi Mungu ni nani, lazima atambue kwamba kuna kitu fulani ambacho kinamtenganisha na Mungu. Maana mtu unaweza ukakiri kwamba mimi kweli nimeumbwa na Mungu, na hata kama huna ujuzi wowote wa maandiko, ndo kwanza unatambua kwamba Mungu ni muumbaji, Mungu ndiye aliyeniumba. Maana huwa kuna nguvu ambayo ni asili tu ndani ya kila mtu ambayo inamfanya akili kwamba kuna Mungu ambaye ni mweza yote, ambaye anafanya wewe na mimi tuwepo. Hivyo kila mmoja akitafakari, akichukua muda wa kutafakari huyu Mungu ni nani, atatambua tu kwamba kuna kitu fulani kinamtenganisha yeye na Mungu. Kwa sababu ilifaa kwamba mimi kama mwanadamu niliyeumbwa na huyu Mungu nikae naye muumbaji wangu, tunaongea naye ana kwa ana hivi kwamba ama kweli huyu ndiye aliyeniumba, ninamtukuza, ninamtolea sifa zangu zote, kama ambavyo baba na mama nakaa nao nyumbani. Unakuwa unatamani kabisa kwamba Mungu huyu ambaye aliniumba, sasa mbona simuoni, mbona amejificha? Sasa kuna nini ambacho kinanifanya nisiwe pamoja na Mungu wangu ana kwa ana? Lazima tu utatambua kwamba kuna uadui fulani, kuna kitu fulani ambacho kinatutenga sisi wanadamu na Mungu. Ndiyo maana hata mahusiano ya ana kwa ana kama sisi wanadamu tunavyohusiana hayapo. Sasa tuone ni kitu gani ambacho kinasababisha ama kilisababisha uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Katika kitabu kile kile cha Warumi 8 mstari wa 7, sehemu ya pili inaonyesha kwamba kile kinachosababisha uadui kati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi. Kinachosababisha uadui kati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi. Jamii yoyote ile ya kianadamu inatambua uwepo wa kitu kinaitwa dhambi. Ukifuatilia katika masomo ya nyuma,
katika somo lile linalosema Biblia ni ya kweli. Katika somo hilo utaona kwamba moja ya vitu ambavyo vinaonesha kwamba Biblia ni ya kweli, hiyo ndio inataja pekee chanzo cha mema na mabaya. Hakuna aliyewekeza duniani akatuingizia ndani ya akili zetu kwamba kuna mema na mabaya, isipokuwa asili yenyewe tulikotokea ndio inayotuambia kwamba kuna mema na mabaya, na asili hiyo ya mema na mabaya inaelezwa katika Biblia, sio sehemu nyingine yoyote. Na kilicholeta uadui sasa, uadui kati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi. Warumi 8:7b inasema, kwa maana ile nia, sasa ni mwendelezo wa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Mwendelezo wa sehemu B ya fungu hili la 7 inasema, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Ukisoma katika Yohana wa kwanza sura ya 3:4, dhambi inaelezwa hapo. Inaelezwa dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni uasi wa sheria kwa mujibu wa Mungu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hiyo uasi wa sheria ndio ambao, sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Uasi wa sheria ya Mungu ndio ambao unatufanya, huo ndio unatengeneza, huo ndio ulitengeneza uadui kati yetu na Mungu. Dhambi ndiyo ilifanya uadui kati yetu na Mungu. Kwa namna gani dhambi ilileta uadui kati yetu na Mungu? Katika mazingira ya kawaida tunaelewa, tunatambua dhambi, mema na mabaya, dhambi na haki. Tunaelewa kwamba hiki kitu ni kizuri, hiki kitu ni kibaya. Ni kwamba mtu akikufanyia kitu kibaya, mara nyingi katika jamii ya kianadamu, mtu akikufanyia baya, kunatengenezwa uadui. Kunakuwa na uadui kati ya hizi pande mbili, aliyekufanyia baya na kunakuwa na uadui kati yake na wewe. Hiyo ndiyo maana ya uadui ambao ulitokea kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa sababu gani? Mwanadamu alivunja sheria ya Mungu, sheria ya haki ya Mungu aliivunja huyu mwanadamu. Hapo kukatengenezwa uadui kati ya Mungu mwenye haki na mwanadamu aliyetambua na kuangukia katika dhambi. Hivyo dhambi ndiyo sababu ya uadui. Mtazamaji, dhambi ndiyo sababu ya uadui kati yetu na Mungu. Kuna uadui mkubwa kati ya mwanadamu na Mungu kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndiyo ilileta uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa sababu gani? Adamu, mtu wa kwanza, alimtenda dhambi Mungu kwa kukiuka sharti lile ambalo alikuwa amepewa katika bustani ya Edeni. Alimwamini adui badala ya kumwamini Mungu, akamsikiliza adui badala ya kumsikiliza Mungu. Hivyo akaangukia katika kuvunja sheria, kanuni ambazo Mungu alikuwa amemwekea katika bustani ya Edeni. Katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na mstari wa 22 anasema, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Katika Adamu wanadamu wote wanakufa. Kumbuka, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, kinachoeleza jinsi gani mwanadamu alianguka katika dhambi. Baada ya kutenda dhambi, moja ya matokeo ya dhambi ambayo mwanadamu alitamkiwa ni kifo, kwamba atakufa. Alitoka mavumbini, atarudi tena mavumbini. Kwa hiyo moja ya sababu ya kifo ni dhambi. Kwa hiyo kitendo cha uadui, kuwepo kwa uadui kati ya Mungu na mwanadamu, kilileta kifo, kukoma kwa uhai kwa mwanadamu.
Kwa hiyo kupitia Adamu, mtu mmoja aliyemtenda dhambi Mungu, kizazi chote cha kianadamu kilianguka katika dhambi, kilianguka katika dhambi. Njia gani ambayo ingetumika kurejesha mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu? Kwa sababu ya dhambi kukawa na uadui. Njia ya kuondoa uadui ule ulikuwa ni nini? Haki. Adamu alipokuwa na haki mwanzoni, alipokuwa na haki mbele za Mungu, kulikuwa na urafiki kati ya Mungu na mwanadamu. Kulikuwa na mahusiano ya karibu ya ana kwa ana kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini alipotenda dhambi, urafiki ukaishia hapo, mahusiano yale yakakatika, kukawa na uadui, kukawa na utengano. Hivyo lazima tutambue kwamba kitu pekee ambacho kinaweza kurudisha urafiki kati ya Mungu na mwanadamu ni dhambi ile kuondolewa, ni dhambi ile kuondoka, ili haki irudi mahali pake. Na hii haki ndio inatengeneza mazingira ya urafiki, inatengeneza mahusiano ya kirafiki kati ya Mungu na mwanadamu. Maana Mungu ni wa haki, maana Mungu ni mtakatifu, na yeye anataka, kama mwanadamu anahitaji kuwa na mahusiano ya kirafiki na yeye, anataka mwanadamu naye awe mtakatifu kama Mungu yeye alivyo mtakatifu. Mathayo 5 mstari wa 48. Njia pekee ya kuondoa huu uadui ilikuwa ni kuondoa dhambi, kutafuta haki. Swali, je, wewe kama mwanadamu unaweza kufanya bidii yoyote, kwa bidii yako yoyote, ukaondoa dhambi? Njia pekee ya kurejesha urafiki kati yako wewe na Mungu ni kuondoa dhambi, ni kuacha dhambi na kurejesha haki. Je, inawezekana kwa bidii yako wewe kama wewe ukaondoa dhambi zote, usibaki na dhambi hata moja, usitende dhambi hata moja, ili urafiki kati ya Mungu na wewe urejee kwa 100%? Inawezekana? Jibu moja ni hakika, ni kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Maandiko yanathibitisha hilo, kwamba mwanadamu yeyote hawezi akarejesha haki, hawezi kwa haki yake mwenyewe akampendeza Mungu. Haiwezekani. Katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 7c anasema, wala haiwezi kutii. Ni mwendelezo wa ile nia iliyozungumzwa mwanzoni. Nia ile ya mwili wa mwanadamu ni uadui ni uadui juu ya Mungu, lakini pia haitii sheria ya Mungu. Kutokutii sheria ya Mungu ndiyo kutengeneza uadui. Lakini bado, pamoja na kwamba hii nia ya mwili imetengeneza uadui kati yake na Mungu, bado haiwezi kutii. Ili kurejesha urafiki haiwezi kutii, yaani haiwezekani kwa nguvu zako wewe peke yako kurejesha ile haki, kuondoa dhambi, kukataa dhambi. Haiwezekani kwa nguvu za kibinadamu. Maandiko yanathibitisha hilo. Hili tunapaswa kuelewa, tunapaswa kukiri hili. Mwanadamu yeyote anapaswa kukiri hili, kwamba kwa bidii yake mwenyewe hawezi akakataa dhambi. Kwa bidii yake mwenyewe, kwa bidii yako mwenyewe haiwezekani kuachana na dhambi. Maneno la Mungu linathibitisha hilo. Katika kitabu cha Yeremia 13 mstari wa 23 neno la Mungu linasema, mwanadamu katika hali ya dhambi hawezi kujibadilisha. Yeremia 13 mstari wa 23 nasema, je, mkushi aweza kuibadili ngozi yake, au chui madoadoa yake? Swali linaulizwa. Mkushi ni mtu wa Ethiopia ambaye ni mtu mweusi.
aweza kuibadili ngozi yake? Anaweza kuibadili ngozi yake? Lakini swali lingine, chui anaweza akabadilisha madoadoa yake awe katika rangi nyingine ya ngozi au ile ya manyoya? Jibu ni kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Fungu linaendelea kusema, kama aweza, ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema, ninyi mliozoea kutenda mabaya. Mungu mwenyewe aliyetuumba, baada ya mwanadamu kuingia katika dhambi, anasema mwanadamu hawezi kutenda mema. Maana kama chui anaweza kujibadilisha madoadoa yake, basi hata mwanadamu anaweza akatenda mema. Kwa sababu tumeona kwamba chui hawezi akajibadilisha madoadoa yake, basi hata mwanadamu hawezi akatenda mema, hawezi akaitenga dhambi pamoja na maisha yake. Maana baada ya mwanadamu kutenda dhambi, dhambi ilichukua nafasi katika asili yake. Ina maana asili yake ikawa imebebwa na dhambi. Kila mwanadamu anapozaliwa anakuwa na mielekeo ya kutenda dhambi, ana mielekeo ya kutenda dhambi. Kwa sababu gani? Ile asili ya dhambi inamsukuma kutenda dhambi. Kuna mtu mwingine anaweza akasema, mbona mimi naweza kutenda mema, huwa natenda hivi na hivi na hivi. Sikiliza, iko hivi. Mungu anataka ukamilifu 100%. Mungu anataka ukamilifu 100%, kitu ambacho mwanadamu hawezi kufikia, kitu ambacho mwanadamu hawezi kukifikia. Ukamilifu na utakatifu 100% hawezi kupatikana katika bidii yoyote ya mwanadamu. Na kukosekana kwa huo utakatifu, kukosekana kwa huo ukamilifu katika mema, ndicho kilicholeta uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akawa ni adui wa Mungu, kama ambavyo Warumi 8:7 inasema. Kwa hiyo uadui ule wa dhambi ulitengeneza mazingira ya kwamba mwanadamu hawezi kupatana tena kwa bidii yake mwenyewe, ni kwamba ataangamia milele. Maana haiwezekani kupatana na Mungu wake. Kama akikabidhiwa tu ile kazi yeye mwenyewe kwamba fanya bidii uwe mkamilifu 100%, ndipo Mungu atakukubali. Mwanadamu isingewezekana, haiwezekani kupatana na Mungu tena, ni kuangamia milele, ni kufa milele. Ndio maana Mungu alisema utarudi mavumbini ulikotoka, iwe kana kwamba hujawahi kuwepo. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Kwa kuona kwamba mwanadamu hana huo uwezo, maana Mungu anatambua na alitambua huyu mwanadamu, pamoja na kwamba uadui huu upo kati yangu na yeye, kwa sababu amenitenda dhambi, bado hawezi kujiokoa kutoka kwenye hii dhambi. Hawezi akajipatia haki yeye mwenyewe. Mungu akaona huruma, akamwonea huruma kwa sababu ya upendo wake. Maandiko anasema Mungu ni pendo. Kwa sababu ya upendo wake wa agape, upendo wake usio na kifani, alimwonea huruma huyu mwanadamu. Alifanya mpango wa ukombozi tena kabla ya kutenda dhambi. Mungu aliona kabla mwanadamu hajatenda dhambi, akatengeneza mpango wa kuondoa ile dhambi wakati itakapoingia. Mwanadamu alionekana hana uwezo wa kujiokoa yeye mwenyewe kabla hata hajatenda dhambi. Hivyo kwa upendo wake Mungu akatengeneza namna ambayo mwanadamu angepatanishwa tena na Mungu mwenyewe. Sasa hii ikawa ni kazi upande wa Mungu mwenyewe, kutafuta njia, kutafuta namna ambayo mwanadamu huyu atasogezwa tena karibu na yeye mwenyewe. Maana yeye mwenyewe mwanadamu hawezi akajisogeza karibu na Mungu, kwa sababu dhambi zinazotengeneza uadui kati yake na Mungu hawezi kuziondoa.
Kwa hiyo Mungu akaamua atafute njia ya kuondoa huo uadui. Na mfano mmoja ni kwamba wewe kama mzazi, kama unaangalia video hii, kama unaangalia somo hili, wewe ni mzazi lakini mfano huu unaeleweka tu vizuri. Mzazi, una mtoto wako nyumbani pale, mmekaa ndani, pengine kuna chombo cha udongo kipo mezani. Una mtoto wako mdogo na kuna chombo cha udongo mezani. Ule mtoto namwambia usishike hicho chombo, ukikivunja utaona, ukikivunja kutakuwa na uadui kati yangu mimi na wewe. Lakini ule mtoto, umekaa kidogo, yule mtoto anaenda kuchukua kile chombo na anakibwaga chini, kinavunjika. Ni kwamba utakasirika, utaudhika kwa sababu ya kile kitendo ambacho mtoto ulikuwa umemuonya kwacho, lakini bado amekitenda, amevunja kile chombo. Utaudhika, na kweli kwa muda huo kutakuwa na uadui, na unaweza hata ukamwadhibu kwa fimbo ama kwa namna yoyote, na yeye ataona kabisa kwamba hapa nimetengeneza uadui kati ya mimi na mama au baba. Ina maana uadui yule kiuhalisia, uadui yule ili kwamba ukome mara moja, usifikiriwe tena katika maisha kati ya pande hizi mbili, kati ya mtoto na mzazi. Uadui yule ili ukome, usifikiriwe tena, ni kwamba kile chombo kirudishwe ama kilipwe. Kile chombo kilichovunjwa kiletwe kingine badala yake kama kilivyokuwa, ili kuondoa uadui. Yaani dawa ni kulipa chombo. Lakini mtoto hana uwezo wa kulipa chombo, hana uwezo wote wa kwenda kununua alete chombo kingine. Ina maana hapo lazima tu mzazi mwenyewe, pamoja na kwamba kuna uadui, umetengenezwa uadui kati ya mtoto na mzazi mwenyewe atatambua tu kwamba huyu mtoto hata nikimdai hawezi kulipa. Kwa hiyo uadui huu utaendelea tu siku zote. Kwa hiyo ni bora tu nikanunua mimi mwenyewe, nitafute njia nyingine yote ya kununua chombo kingine, ya kununua hii sahani badala wa hii sahani iliyovunjika. Kwa hiyo mzazi, unawajibika wewe mwenyewe kwa kosa la mwanao, lakini pamoja na yeye lazima atambue kwamba hili nimekosea, lakini kwa sababu hana uwezo wa kurudisha kile chombo, inabidi uwajibike wewe mwenyewe, kwa sababu unampenda mtoto wako. Huwezi ukaendelea kuwa na uadui kwa namna hiyo, uadui naye unatengeneza mazingira ya kupata kile chombo na urafiki urejee tena mahali ulipokuwa. Ndivyo ambavyo Mungu alifanya. Mungu alitengeneza mbadala, alitengeneza njia ya kurejesha urafiki na huyu mwanadamu aliyemuumba, kwa sababu mwanadamu mwenyewe hawezi kufanya mpango wowote wa kurudisha urafiki huu. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili 5 mstari wa 18 na 19 anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Sikiliza ndugu mtazamaji, ni kwamba Mungu alitengeneza njia ya kumwokoa huyu mwanadamu kutoka katika dhambi. Yaani atengeneze njia ya kumuondoa mwanadamu, kumsafisha na dhambi, ili kinachosababisha uadui kiondolewe. Katika kitabu cha Yohana 3:16 inaeleza njia ambayo alitumia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
alimtoa mwanaye pekee Yesu Kristo ili aje afe kwa ajili ya dhambi zetu, tusafishwe dhambi zetu, kisha urafiki kati ya Mungu na mwanadamu urejee. Urafiki kati ya Mungu na mwanadamu urejee. Kwa nini Yesu ilimpasa afe? Ilimpasa afe ndipo amuokoe mwanadamu. Kwa nini Mungu aliamua mtoe mwanaye afe ndipo mwanadamu apate kusafishwa dhambi zake? Katika Warumi 6:23 inaeleza kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Katika Warumi 3 katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 kinaeleza moja ya madhara na matokeo ya kutenda dhambi ilikuwa ni kifo. Ulitoka mavumbini, utarudi mavumbini. Hivyo lilikuwa ni deni ambalo mwanadamu mdhambi alitakiwa lilipe, la kufa. Yaani hakuna option nyingine, hamna nafasi nyingine ya kuepuka kifo kwa mdhambi. Mtu anapotenda dhambi, hukumu ya kwanza ni kufa, sio msamaha. Kuna swali moja huwa napenda kuuliza, huwa napenda sana kuuliza, hasa napenda kuwauliza ninapozungumza na wenzetu Waislamu. Napenda kuwauliza swali moja kwamba unajua Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu na anataka viumbe wake wawe watakatifu, na watakaoingia mbinguni ama wataingia katika uzima wake wa milele, watakaoingia peponi lazima wawe watakatifu, hawana dhambi hata moja. Sasa hivi kuna mwanadamu ambaye kwa kweli hatendi dhambi hata moja? Hayupo. Jibu ni kwamba hayupo. Sasa kama hayupo, ni nani ambaye ataingia kwa Baba? Maana yake hayupo. Atakayeingia mbinguni, maana yake hayupo. Muislamu ananiambia kwamba ni neema ya Mungu na msamaha wake ndicho ambacho kitatufanya tuingie. Na mimi nasema asante sana. Kumbe ni neema ya Mungu na msamaha wake utakaotufanya tuingie kwake. Sasa hii neema, sehemu ambayo sasa tunatakiwa tuzungumze ni hii neema ama msamaha umetoka wapi? Maana msamaha una gharama. Ndugu, kama we ni Muislamu unasikiliza somo hili, unatakiwa kuelewa hilo kwamba neema ya Mungu, msamaha wa Mungu anaotoa Mungu una gharama. Gharama hiyo si wewe uliyeilipia, si wewe, bali ni kifo cha Yesu Kristo ndio ilikuwa gharama ya kulipia msamaha, gharama ya kumpa mwanadamu nafasi nyingine. Unapoomba msamaha, maana yake unaomba nafasi nyingine ya Mungu akuangalie kwamba unafaa. Mwanadamu hana uwezo yeye mwenyewe wa kuondokana na dhambi na kumpendeza Mungu 100%, na alitakiwa afe tu mwanadamu huyu mwenye dhambi. Lakini na kifo kile ambacho alitakiwa afe huyu mwanadamu sio kifo kile ambacho tunasema kunakuwa na tumaini lingine la kufufuka. Hapana, ni kifo cha milele. Ni kifo cha milele ambacho hakina nafasi tena ya nafsi hiyo kurudi katika maisha. Hakuna tumaini la kufufuka, ni kana kwamba mtu huyo hajawahi kuwepo. Ndio kifo kinachomaanishwa na mshahara wa dhambi. Hivyo Mungu akamtoa mwanaye pekee akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akafa kile kifo ambacho sisi tulitakiwa tufe milele, kifo kile tulichokuwa tunadaiwa kwa sababu ya kutenda dhambi, akakilipia yeye. Sisi tukapewa nafasi nyingine
ya kuweza kusimama mbele za Mungu kwa haki. Hivyo msamaha na neema una gharama. Gharama nani aliilipa? Ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Huyu ndiye ambaye kupitia yeye tunapatanishwa na Mungu. Kupitia yeye, kazi aliyoifanya ya kututafutia haki, ya kuondoa dhambi na kuweka haki badala ya dhambi, ili sisi tupatane na Mungu ambaye tumetengana naye, ambaye tumekuwa na uadui naye kwa sababu ya dhambi. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu anafanyika kuwa daraja. Yaani Yesu anafanyika kuwa daraja kati ya Mungu na wanadamu. Mungu anapotaka kuwafikia wanadamu anamtumia mwanaye Yesu Kristo. Mwanadamu anapotaka kumfikia Mungu kwa jambo lolote, kwa hitaji lolote, anapaswa kupitia kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Huyu ndiye daraja linalotuunganisha na Mungu. Hivyo haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo kumwamini Yesu Kristo. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo kumwamini, pasipo imani kwa mwanaye Yesu Kristo aliyetuokoa. Katika kitabu hiki cha Yohana 14 mstari wa 5 na wa 6 nasema, Tomaso akamwambia, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sikiliza, hebu tuanze na hii kauli ya Tomaso. Tomaso, Yesu alikuwa anazungumzia makao ya mbinguni, naenda kwa Baba, naenda kuandalia makao ili nilipo mimi nanyi muwepo. Tomaso akauliza, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Unajua kwa nini? Kwa nini Tomaso aliuliza hivi? Ni kwa sababu dhambi ilikuwa imewatenga wanadamu na Mungu. Kwa hiyo hawajui hata Mungu yuko wapi. Hawezi kuijua njia ya kwenda kwa Mungu. Maana kuna uadui, kuna giza nene kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo haiwezekani kupatana kati ya pande hizi mbili. Ndio maana Tomaso alikiri katika maneno yake kwamba kweli kuna uadui kati ya Mungu na wanadamu. Ndiyo maana wanadamu mpaka sasa hawajui hata Mungu yuko wapi. Hawajui njia ya kumpata Mungu ni ipi. Lakini Yesu, majibu ya Yesu yalikuwa ni tumaini kubwa kwa Tomaso. Yalikuwa ni tumaini kubwa kwa Tomaso kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Ndugu mtazamaji, hakuna namna yoyote ya kupatana na Mungu. Unasema unamwamini Mungu, unasema unamjua Mungu, lakini hukiri imani katika Yesu Kristo, wewe humjui Mungu na uwezi ukamfikia Mungu. Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye kipatanishi kati ya wanadamu wenye dhambi na Mungu. Dhambi ilitutenga na Mungu. Yesu Kristo mwana wa Mungu akaja kuwa daraja, mpatanishi kati yetu sisi na yeye. Yeye ndiye aliyefanya kazi kubwa ya kurejesha haki, kuondoa dhambi, ili sisi tuonekane tena mbele za Mungu kama watu ambao wana haki. Sasa upatanisho ungekamilishwaje? Upatanisho tumeona kwamba ni sababu ya uadui uliokuwepo. Uadui tumeona umesababishwa na nini? Na dhambi. Hivyo upatanisho ni kuondoa hii dhambi. Mwanadamu mwenye dhambi aondolewe dhambi yake, aonekane mbele za Mungu ni mwenye haki. Danieli 9:24. Danieli 9:24 anasema, ili kukomesha makosa na kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele,
Katika mstari huu ulikuwa unazungumziwa utume, ilikuwa inazungumziwa kazi ya Yesu alipokuwa anakuja duniani. Alikuja kukomesha makosa ambayo yamesababisha uadui, kuishiliza dhambi ambayo imesababisha uadui, kufanya upatanisho kwa kuondoa makosa na dhambi, lakini pia kuleta haki ya milele. Makosa na dhambi vikiondolewa, hivyo ndio vinamvuta Mungu, vinamvuta mwanadamu karibu na Mungu, maana sasa anaonekana ni mwenye haki. Sikiliza, Yesu alikuja kukomesha makosa, alikuja kuishiliza dhambi, kufanya upatanisho na kuleta haki ya milele. Upatanisho na upatanishwaji wa Mungu na mwanadamu unakamilika kwa njia hii pekee ya kuleta haki ya milele ndani ya mwanadamu. Ndugu mtazamaji, tambua hili kwamba mimi na wewe kama wanadamu tu wa dhambi wakubwa, wala kwa bidii yetu sisi kama wenyewe kwa kujitegemea haiwezekani kumpendeza Mungu. Unaweza ukajidai unafanya mema mangapi, lakini haiwezekani kumpendeza Mungu, maana yeye anahitaji ukamilifu 100%, kitu ambacho mwanadamu kwa bidii yake mwenyewe hawezi kukifikia. Lakini kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu alikuja kufanya hiyo kazi katika ubinadamu. Tutaona alifanyaje kazi. Mungu alimtoa mwanaye, huyu mwanaye akafanyika mwili. Katika kitabu kile cha Yohana 1:14 kinasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, naye tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hivyo ni kwamba Mungu, mwana wa Mungu alikuja duniani akafanyika mwili, akafanyika mwili. Sasa lengo kuu la kufanyika mwili lilikuwa ni nini? Yesu ni Mungu, lakini alikuja duniani akafanyika mwili, yaani akafanyika kuwa kama mwanadamu. Sio tu kama mwanadamu, akafanyika kuwa mwanadamu kama mimi na wewe tulivyo. Lengo kuu ilikuwa ni nini? Lengo kuu ilikuwa ni nini? Lilikuwa lile la kukomesha makosa, kuishiliza dhambi, lakini pia kuleta haki ya milele. Ilikuja ni kuua dhambi ambayo ilikuwa imetawala kwa muda mrefu, imemtawala mwanadamu kwa muda mrefu, kuiua dhambi, kumaliza nguvu ya dhambi katika dunia hii na kuinua haki ya Mungu duniani. Shetani mpaka muda huo alikuwa akijinasibu. Shetani alikuwa akijigamba kwamba kwa kitendo cha kumshinda Adam pale bustanini Edeni, hakuna mwanadamu mwingine ambaye anaweza kunishinda mimi. Hakuna mwanadamu mwingine ambaye anaweza akaishinda dhambi. Maana shetani alikuwa anaijua, pasipo kuachana na hii dhambi, pasipo kuiondoa hii dhambi, urafiki kati ya Mungu na mwanadamu hauwezekani. Kwa hiyo sasa alikuwa amejihakikishia ufalme wake juu ya wanadamu. Hivyo Yesu ilibidi aje katika mwili ili aje authibitishe ufalme wa shetani kwamba umeshindwa katika mwili. Sikiliza, ni kwamba jambo ambalo huwa napenda sana kulitumia kuzungumza, hata napozungumza na wenzetu Waislamu, ili waweze kuelewa namna gani Kristo ndiye kipatanishi chetu, ndiye mwokozi wetu. Ni kwamba tunatambua, kwa mtu yeyote anayetambua na kuamini ametokana na Adamu, ni ngumu sana kupinga ukombozi wa Yesu Kristo. Mtu yeyote ambaye anaamini kwamba ametokana na Adamu, ikiwemo ndugu zetu Waislamu, basi
kupinga ukombozi kupitia Yesu Kristo linakuwa ni jambo la ajabu. Kwa sababu gani? Kama tunahesabiwa dhambi, kama tumerithi matokeo ya dhambi kutokana na dhambi ya mtu mmoja Adamu, maana yake makosa na dhambi hayo yanaweza kuondolewa pia, tukarithi haki kutokana na mtu mmoja. Inawezekana. Huwezi ukakubali umerithi matokeo ya dhambi kutoka kwa mtu mmoja halafu ukatae ukombozi na haki ambayo imeletwa na mtu mmoja kwa niaba yako. Adamu alitenda dhambi kwa niaba yetu, na sisi tunakubali alitenda dhambi kwa niaba yetu, na sisi tunakubali kwamba tumerithi makosa na dhambi ama matokeo ya dhambi kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja. Hivyo ni lazima tukiri tena kwamba kwa sababu ya haki ya mtu mmoja sisi wote tunahesabiwa kuwa na haki. Hivyo imani kwa Yesu Kristo kama mkombozi inapaswa kuwa kwa kila mwanadamu, maana ndiyo njia pekee ya kutupatanisha na Mungu. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 45. Mstari wa 45 nasema, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Hebu tuone katika kitabu hiki cha Warumi pia, Warumi 5:19 inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Ndio maana nimesema hivi, mtu yeyote anayeamini ametokana na Adamu, ni ngumu sana kukataa ukombozi kupitia Yesu Kristo. Ni ngumu kwa sababu hiyo itakuwa ni kukataa tu kwa ukaidi. Andiko linasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Mtazamaji wa somo hili, amini kwamba wewe ni mwenye dhambi. Ndio maana waraka wa Yohana unasema kwamba tukisema hatukutenda dhambi tunakiri kwamba sisi ni waongo. Tukisema hatukutenda dhambi sisi ni waongo. Ni kwamba asili yetu ya wanadamu imegeuka kuwa asili ya dhambi, na hatuwezi kumpendeza Mungu. Hatuwezi tukajiokoa wenyewe, kwa sababu Adamu hawezi akatuokoa tena. Yeye mwenyewe alishindwa kujiokoa, na sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa kwa sababu ya uasi wetu wenyewe. Lakini neno la Mungu linatuambia kwa sababu ya kutii kwake mtu mmoja sisi wote tunaingizwa katika hali ya wenye haki. Ina maana huyu mtu aliishi duniani kama mwanadamu. Yesu aliishi duniani kama mwanadamu, akatenda haki, hakutenda dhambi hata moja. Kwa ushindi wake wa dhambi, na sisi tunatakiwa kurithi ushindi wake. Kama ambavyo tumerithi matokeo ya dhambi kutoka kwa Adamu, tunapaswa tena kwa imani kurithi ile haki, kupata ile haki ya Kristo, na tuweze kupatanishwa na Mungu kwa njia yake. Bwana tusaidie sana kuweza kulielewa hili somo. Ni somo muhimu sana la kupatanishwa na Mungu, ni somo muhimu sana ambalo tunapaswa kulielewa. Katika kitabu hiki cha Roho ya Unabii kinaitwa Confrontation, ukurasa wa 17 aya ya 2 kinasema, Kristo alikubali kuacha heshima yake, mamlaka yake ya kifalme,
utukufu wake na Baba na kujihusisha yeye mwenyewe katika ubinadamu ili kushiriki pambano na mfalme mkuu wa giza, yaani Shetani, ili kumkomboa mwanadamu. Kupitia kujishusha kwake na umaskini, Kristo angejitambulisha yeye mwenyewe pamoja na udhaifu wa ubinadamu ulioanguka, na kwa utii imara kuonyesha kwamba mwanadamu angeweza kukomboa aibu ya Adamu ya kushindwa, na kwa utii wa kujinyenyekeza kuirejesha Edeni iliyopotezwa. Mwana wa Mungu aliamua kushuka duniani ili aje kufanyika mwanadamu. Alifanyika kuwa mwanadamu ili aweze kukabiliana ana kwa ana, kama ambavyo Adamu, mwanadamu wa kwanza, alikabiliana na Shetani ana kwa ana. Hivyo ndivyo Yesu alitakiwa kukabiliana na Shetani ana kwa ana aweze kushinda. Adamu wa kwanza alishindwa. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo alipaswa kumshinda Shetani, ndipo sasa aweze kutuokoa. Wakati Adamu anatenda dhambi, alikuwa ametubeba mabegani mwake, amebeba dhamana ya dunia yote, kwamba nikianguka tu mimi dunia yote imeanguka. Yesu pia vivyo hivyo, wakati anakuja hapa duniani kwa misheni, kwa utume wa kuiokoa dunia yote alikuwa ameibeba hapa, alikuwa ametubeba hapa. Ina maana Yesu angekosea tu kidogo na yeye akashindwa na Shetani, maana yake dunia ingeangamia milele, kusingekuwa na tumaini lolote la kupona tena. Lakini kwa kitendo cha Yesu kumshinda adui, dunia yote aliokoa, dunia yote aliokoa. Hivyo jukumu la kila mwanadamu ikawa ni kumwamini Yesu ili kuweza kurithi yote, haki yote ambayo alikuwa nayo yeye, na sisi tuweze kumshinda Shetani katika zamu yetu kwa nguvu za Yesu Kristo. Hivyo ujio wa Yesu duniani kama mwanadamu alipaswa kuishinda dhambi. Yaani alitoka mbinguni akiwa amebeba dhamana ya ulimwengu wote. Ulimwengu wote unamwangalia kama baba nyumbani, kwamba nikikosa tu, nikishindwa tu mimi, familia yangu hii imeangamia. Ndivyo ambavyo Yesu alikuja anaiangalia dunia yote, kwamba hapa nimebeba dhamana. Mungu amenipa dhamana ya hii familia ya kidunia, familia ya kibinadamu. Nikishindwa tu basi hakuna njia nyingine ambayo itatumika ya kuokoa hawa wanadamu. Kwa hiyo Yesu alitakiwa ishinde dhambi, alitakiwa ishinde dhambi katika mwili, alihukumu dhambi katika mwili, ili majigambo ya Shetani yakatiliwe mbali, ya kwamba majigambo ya kwamba hakuna mwenye mwili anayeweza kuishinda dhambi, hakuna mwenye mwili anayeweza tena kujinasua kwenye mikono ya Shetani. Kwa nguvu za Mungu, mwanadamu ingewezekana tena kujinasua kutoka kwenye mikono ya Shetani. Yesu alipaswa kushinda ile dhambi ili afae kuwa mpatanishi. Mpatanishi huwa ni lazima, mpatanishi wa pande mbili zenye uadui, ni lazima yeye awe rafiki wa upande huu na rafiki wa upande huu, ndipo anafaa kuwa mpatanishi. Lazima avae viatu vya upande huu na avae viatu vya upande huu, ndipo afae kuwa mpatanishi. Hivyo Yesu ambaye ni Mungu alifaa kuwa mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, kwa sababu asili ya uungu anayo, asili ya uungu yani ni Mungu anayo, lakini pia akavaa ama ndani yake kukawa na asili ya kibinadamu. Ina maana akavaa viatu vya wanadamu, akavaa viatu vya uungu kwa wakati mmoja, akafaa kuwa mpatanishi. Lakini zaidi ya hayo, akawa ni mwanadamu, akawa na asili ya kibinadamu kama mwanadamu ambaye ameishinda dhambi, ambaye sasa anakuwa mwanadamu rafiki wa Mungu. Hivyo huyu
mwanadamu aliyeshinda dhambi akawa ni mwenye haki mbele za Mungu, kupitia yeye hawa wanadamu wenye dhambi wanaweza wakakubalika mbele za Mungu kupitia yeye. Ndiyo maana Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana yake Yesu ni rafiki yetu, Yesu ni mwanadamu mwenzetu ambaye tunatakiwa tumwambie kwamba Bwana wetu, tunaomba. Ndio maana akasema, ombeni lolote kwa jina langu na Baba atalifanya kwa jina langu. Kwa tunapokuwa tunahitaji kupata huduma yote kutoka kwa Mungu, tunapitia kwake. Hasa tunapohitaji ukombozi, tunaupata kwa kumwamini yeye kama mwokozi wetu, ambaye alichukua nafasi, alibeba mizigo yetu. Katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 3 inasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Sikiliza pointi hii, aliihukumu dhambi katika mwili. Yesu kama mkombozi wetu, kama Adamu wa pili, angekuja na kitu cha ziada cha kuweza kuishinda dhambi. Angekuja kwa namna isiyo ya kibinadamu, hata shetani angelalamika kwa majigambo yake shetani ya kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kunishinda, yangeendelea kuwepo kwa sababu ya Yesu kuja katika namna nyingine ambayo sio ya kibinadamu. Hivyo kwa namna ile ile ya Adamu aliyokuwa nayo, Yesu alikuja nayo hai ile ile ambayo mwanzo shetani aliishinda, akaja nayo Yesu katika namna ile ile, na Yesu akamshinda shetani. Hivyo majigambo ya shetani yakakatiliwa mbali, kwamba kumbe ushindi wangu haujakamilika, ushindi wangu umebatilishwa. Ule ushindi ambao nilikuwa najivunia sasa umebatilishwa, na wanadamu wote wanatakiwa kushangilia ukombozi kupitia Yesu Kristo, wanatakiwa kuamini ukombozi kupitia Yesu Kristo, maana ni mwanadamu mwenzao mwenye haki ambaye amesimama mbele za Mungu kama mpatanishi wao. Ushindi wa Yesu dhidi ya dhambi ndiyo njia ya sisi kupatanishwa na Mungu, ndiyo njia ya sisi kupatanishwa na Mungu. Ina maana kila anayeamini kazi ya upatanisho anayoifanya Kristo ataokolewa, asiyeamini hataokolewa. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Yohana 3 mstari wa 18, anasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Sikiliza, amwaminie yeye hahukumiwi. Kwa nini hahukumiwi? Kwa sababu anayemwamini Yesu analithishwa ile haki ya Kristo ndani yake. Kwa hiyo anastahili mbele za Mungu, anaanza kustahili mbele za Mungu. Yeye ni mwenye haki, maana tunaipata ile haki. Sikiliza, haki maana yake ni kwamba kutokuonekana na hatia. Haki maana yake ni kutokuonekana na hatia. Hivyo mimi na wewe tunapomwamini tu Yesu kama ni mwokozi wetu, ambaye alikufa kwa niaba yetu, alikufa kwa ajili yetu, tunapewa ile haki kwa imani. Yaani si kwa bidii yetu, bali kwa ile imani tuliyoonesha kwa kazi ambayo Yesu aliifanya, tunaanza kuhesabiwa haki kama watu ambao hawana hatia mbele za Mungu. Kwa hiyo watu kama hao hawawezi kuhukumiwa, lakini asiyemwamini bado huyo anakuwa uadui kati yake na Mungu na kuwepo tu, maana kwa bidii yake mwenyewe hawezi. Tumeona Yeremia inavyosema kwamba
Chui hawezi kubadilisha madoadoa yake, na mwanadamu hivyo hivyo hawezi akatenda mema mbele za Mungu akaonekana kwamba ni mwenye haki 100%. Hivyo kutokumwamini Yesu kunasababisha kwamba uadui yule uendelee daima. Yaani unaposhindwa kumwamini Yesu kama mwokozi wako, ni sawa na kwamba unasema ninajipambania mwenyewe kufika mbele za Mungu. Kwani mpaka nipite kwa Yesu? Najipambania mwenyewe. Sasa maandiko yanakuhakikishia hivi, ukisema hivyo kwamba unajipambania mwenyewe, maandiko yanakuambia hivi, huwezi kufika kwa Baba ila kwa njia ya Yesu. Na Baba amemfanya mwana kuwa daraja kati yetu na yeye. Kwa hiyo huwezi ukasema daraja hilo utavuka, kwamba hutumii daraja hili ufike ng'ambo nyingine. Haiwezekani, utaenda na maji. Hivyo mwanadamu yeyote anatakiwa kumwamini Yesu. Tunapaswa kumwamini Yesu kama mkombozi wetu. Huyu ndiye anayetupatanisha na Mungu. Huyu ndiye anatuleta karibu na Mungu. Watu ambao tulikuwa na makosa hatufai, lakini yeye, kupitia yeye kama mwanadamu mwenye haki na Mungu mkombozi, tunapata upatanisho na Baba wa mbinguni. Katika kitabu hiki cha Roho ya Unabii cha Confrontation, ukurasa wa 17 aya ya 3 inasema, kazi kuu ya ukombozi ingefanyika kwa mkombozi kuchukua mahali pa Adamu aliyeanguka pekee. Nimeeleza mwanzoni kwamba Yesu alitakiwa kuja kwa hali ile ambayo Adamu alikuwa nayo, kama mwanadamu, asili ya kibinadamu, lakini akiwa na haki. Kwa Yesu alikuja na haki yake, lakini ilitakiwa ipitie majaribu kama ambavyo Adamu mwenye haki alipitia majaribu. Adamu wa kwanza mwenye haki akaanguka katika dhambi. Huyu Adamu wa pili ambaye ni Yesu, lakini yeye alitakiwa ashinde ili afae kutuokoa sisi. Naendelea inasema, dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake, angetembea juu ya ardhi ambapo Adamu alijikwaa. Angebeba jaribu daima kwa ukali zaidi kuliko lile ambalo Adamu alishindwa. Sikiliza, ukiangalia mazingira ambayo Yesu alikuwepo duniani wakati anakuja, alikuta dunia ikiwa imeharibika sana kuliko kipindi kile ambacho Adamu alikuwa duniani. Adamu alikuwa katika bustani ile, ilikuwa ni nzuri, ambayo bado ilikuwa mikononi mwa Mungu, kiasi kwamba angetamani kukaa mule tu, asikubali ushawishi mwingine wowote. Ilikuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo mazingira ya Adamu wa pili alikuja katika dunia iliyoharibika, iko mikononi mwa adui, sio mikononi mwa Mungu tena. Maana Adamu aliambiwa ukavitawale, yaani alipewa utawala juu ya dunia. Yeye ndiye alikuwa mfalme wa dunia hii, Adamu. Lakini kwa kitendo cha kukubali madanganyo ya shetani, shetani akachukua nafasi ya Adamu. Mfalme wa dunia hii akawa ni shetani mwenyewe. Hivyo kitendo cha Yesu kuja kama Adamu wa pili, ni Adamu wa pili anakuja kusaka ule ufalme wa dunia ulionyang'anywa kwa Adamu wa kwanza, ili huyu mfalme ambaye ni mwizi, ni mvamizi, aondolewe katika kile kiti cha ufalme. Lakini pia jaribu ambalo Yesu alikutana nalo, majaribu ambayo Yesu alikutana nayo duniani yalikuwa ni makali zaidi kuliko yale ambayo Adamu alikutana nayo. Hivyo Adamu wa pili alikutana na mtihani mkubwa zaidi kuliko wa yule Adamu wa kwanza. Narudia kusoma tena hii nukuu. Kazi kuu ya ukombozi ingefanyika kwa mkombozi kuchukua mahali pa Adamu aliyeanguka pekee, dhambi za ulimwengu zikiwa juu yake. Angetembea juu ya ardhi ambapo Adamu alijikwaa. Angebeba jaribu daima kwa ukali zaidi kuliko lile ambalo Adamu alishindwa. Angeshinda kwa niaba ya mwanadamu na kumshinda mjaribu, kwamba kupitia utii wake, usafi wake wa tabia na uadilifu wake imara, haki yake ingethibitishwa ndani ya mwanadamu, kwamba kupitia jina lake mwanadamu angemshinda adui kwa ajili yake mwenyewe. Sikiliza, ni kwamba ushindi wa Yesu
ulikuwa kwa niaba ya mwanadamu, yaani ushindi wa Yesu kwa niaba ya mwanadamu. Yesu ndiye alikuja kutupambania. Usiseme najipambania. Wewe uko katika dhambi tayari, huwezi ukajipambania. Kwamba ukatae upatanisho wa Yesu Kristo, haiwezekani ukushinda, bali Yesu ndiye aliyetupambania ili kwa njia yake yeye mwenyewe, kwa ushindi aliyopata yeye, na sisi tuweze kupata ushindi. Mtu yeyote anayetaka kupitia njia nyingine yoyote kufika kwa Mungu pasipo Yesu hawezi akafika mbele za Mungu na hawezi akakubalika. Kuna mfano mmoja ambao mfano rahisi ambao tumezoea kuona katika jamii ya kianadamu. Kuna ofisi mbalimbali ambazo zina masekretari. Ofisi utakuta ofisi pengine ya mkurugenzi, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya rais, ofisi ya mkuu wa mkoa ina sekretari, yani katibu, kwamba mambo yote yanayokuja kwa mkurugenzi lazima yapite kwa sekretari, ndiyo yanapewa go ahead, ndiyo yanapewa ukubali wa kwamba hii huduma utaipata kwa mkurugenzi. Ina maana unaanza kwanza kwa sekretari, anakupa maelekezo ya kwamba unatakiwa kufanya hivi na hivi, ndipo unaenda kwa mkurugenzi. Mtu yeyote anayejiona kwamba mimi naenda moja kwa moja na cha kukumbuka ni kwamba mkurugenzi na sekretari ni kitu hiki kimoja, na mkurugenzi ndiye aliyempa mamlaka sekretari ya kuhakiki kazi zote na huduma zote ambazo zinamlenga yeye, kabla zijamfikia zihakikiwe na kupitiwa na huyu sekretari, kama zinahitajiwa kujibiwa ama zinahitajiwa kufanyiwa kazi. Hivyo mtu yeyote anayejiona kwamba mimi napitaje kwa sekretari, anayejiona kwamba na kumdhalau, anayejiona kwamba atakubaliwa tu kwa mkurugenzi bila kupita kwa sekretari, huyo kwa asilimia kubwa hawezi akapatiwa huduma. Huduma yake anayotaka kufanyiwa haiwezi kufanyika kwa sababu hajapita kwa sekretari. Huu ni mfano rahisi sana ambao unaweza ukatuelewesha vizuri juu ya kazi ya ukombozi na upatanishi anaofanya Yesu Kristo kati yetu sisi na Mungu. Yeye ndiyo sekretari. Yesu Kristo ndiyo sekretari. Tunatafuta ukombozi kutoka kwa Mungu, lazima tupite kwake yeye. Alisema katika Yohana 14:6, yeye ndiyo njia. Bila kupita kwake hatuwezi kupata ukombozi ambao tunaupata kwa Mungu. Hatuwezi. Ndivyo ilivyo kazi ya upatanisho ambayo Kristo anaifanya kwa ajili yetu, kwa niaba yetu. Hatuwezi kuyajua mapenzi ya Mungu pasipo Yesu Kristo. Hatuwezi. Maana kupitia Yesu Kristo tu ndio tunayajua mapenzi ya Mungu ni yapi. Maana Yesu anasema mimi ndio njia na kweli. Tunachotafuta ni ukweli. Hivyo ukweli, Mungu ameiweka kweli yote ndani ya mwana ili atupatie sisi. Kwa hiyo hatuwezi kupata hata ule ukweli, hatuwezi kufikia ule ukweli kwa sababu tumemkataa na hatumwamini Kristo. Haiwezekani. Huyu ndiye kila kitu, amewekwa kuwa sekretari wa mbingu kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo hatuwezi kupata huduma yoyote kwa Baba pasipo kupitia mwana. Katika kitabu cha The Confrontation ukurasa wa 15 aya ya 3 inasema, dhambi ilimwondoa mwanadamu katika paradiso, na dhambi ilikuwa sababu ya paradiso kuondolewa duniani. Madhara ya kuivunja sheria ya Mungu, Adamu aliikosa paradiso. Katika utii wa sheria ya Baba na kupitia imani katika damu ipatanishayo ya mwanaye, paradiso ingerejeshwa. Tumeona kwamba uadui kati ya Mungu na mwanadamu ulikuwepo kwa sababu ya dhambi. Na dhambi
na uadui huu ndio ulisababisha Adamu aondolewe katika ile paradiso, apoteze nafasi ya kukaa katika paradiso ya Mungu. Sasa namna ya kurejeshwa, urejeshwaji, upatanisho, kupatikana tena kati ya Mungu na mwanadamu ili arejeshwe katika hii paradiso, ingekuwa kupitia kuondoa tu ile dhambi, yaani kupitia imani katika Yesu Kristo. Kupitia Yesu Kristo ndipo pekee tunaweza kurudi katika paradiso ya mbinguni tulioipoteza, mahali ambapo Adamu wa kwanza alipapoteza. Tunaweza tukarejea kwa kumwamini Yesu Kristo, na kwa kumwamini Yesu ndio tutaweza kuwa nayo ndani yetu ile kweli na utii mkamilifu ambao Mungu anauhitaji. Mungu anahitaji utii mkamilifu ambao kwa bidii yetu sisi wenyewe hatuwezi kufikia. Hivyo kupitia kumwamini Yesu tutaweza kutii sheria ya Mungu, kutii maagizo ya Mungu kwa upendo. Katika hali ya dhambi hatuwezi kutii sheria ya Mungu kwa upendo. Tutaona kama ni mzigo, tutaona kama ni tunabanwa. Lakini kwa imani Yesu Kristo atatupa haki yake ndani yetu. Akitupa haki, tutaona ile sheria ndio tunayohitaji. Yaani tutaona ile sheria si mzigo tena, inakuwa ni sehemu ya maisha yetu. Hiyo sheria ndio inakuwa asili ya tabia yetu. Lakini sasa hivi tunaona ni mzigo na inatubana, kwa sababu hiyo sheria si sehemu ya asili ya tabia yetu. Asili ya tabia yetu na sheria ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo peke yake tunaweza tukampendeza Mungu kwa kumwamini Yesu, na vipawa vyote vya wokovu, vipawa vyote vya wokovu tutavipata kwa njia ya imani. Hivyo ndugu na dada tazamaji wa somo hili, tunapaswa kumwamini Yesu. Tunapaswa kuchukulia jambo hili kwa undani zaidi, kujichunguza. Hivi mimi Yesu naye mtamka kila wakati, huyu ni kweli ninamtamka na kumwamini kama inavyotakiwa? Sikiliza, imeandikwa, si kila niitaye Bwana Bwana. Kuna wengine ambao wanadai wamemwamini Yesu, lakini mwisho wa siku watakataliwa siku ya mwisho. Sasa shida iko wapi wakati Yesu ndiye amesema mniamini mimi mtaokolewa? Ni kwamba walimwamini Yesu, lakini si kwa kumaanisha, si kwa namna ile ambayo alitaka yeye. Yesu anahitaji tukimwamini tu kwa hiari, kwa kujisalimisha. Wengine wamwamini Yesu si kwa kujisalimisha. Ndio maana mtu anakiri amemwamini Yesu, lakini sheria bado anaiona ni mzigo. Sheria ya Mungu anaiona kama kitu ambacho kinambana. Maana yake huyo bado hajajisalimisha. Amemwamini Yesu si kwa kujisalimisha, amekuja nusu nusu, na vipawa vya wokovu kwa mtu huyo haviwezi kutolewa. Hivyo tunapaswa kuja kwa kujisalimisha kikamilifu, kwamba Bwana, mimi siwezi chochote, najisalimisha, nifanyie kama upendavyo. Hapo Yesu atatupa vipawa vyote vya wokovu, atatupatia haki yake. Kitu cha kwanza ndio hicho. Katika Mathayo 6:33 nasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Utafuteni kwanza, yaani ni kitu cha kwanza. Tukimwamini tu Yesu, anatupatia haki yake ndani yetu. Haki yake ndio itakayotufanya tuone ile sheria ya Mungu ni maisha yetu. Tuone ile sheria ya Mungu ndio asili ya tabia yetu. Lakini katika hali ya dhambi hatuwezi kuona ile sheria ni asili ya tabia zetu. Hivyo tunapaswa kumwamini Yesu kwa kujisalimisha, kujitoa kikamilifu, na yeye atatupa Roho wake ambaye atatutukuza kutoka hatua moja kwenda nyingine, hatimaye ukamilifu. Na siku atakapokuja atatutambua kama watu wake. Ni wale tu waliomwamini Yesu kama mpatanishi wao na Mungu ndio watakaookolewa. Wale ambao hawakumwamini, walisema tunajipambania sisi wenyewe, watakutwa na dhambi zao. Iko hivi, wale ambao wamemwamini Yesu kama mpatanishi wao wanabebewa mizigo yao. Katika Mathayo 11:28 nasema, njoni kwangu ninyi nyote
wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mizigo ile ni ya dhambi. Hivyo wote wanaomwamini Yesu kama mpatanishi, anachukua dhambi zao, maana wao wanampa dhambi zao, kwamba Yesu, sisi hatuwezi chochote, dhambi hizi zichukue wewe. Yesu anazichukua zile dhambi, wao wanabaki huru katika haki, sio huru katika makosa, huru katika haki. Na Yesu atakapokuja atawakuta wakiwa huru katika haki, hawana mzigo, hawana dhambi hata moja. Watastahili kuingia katika makao ya mbinguni. Lakini wale ambao hawakumwamini Yesu kama mpatanishi wao na Mungu, maana yake watabaki na dhambi zao wakizibeba wao wenyewe. Na Yesu anapokuja, anakuja kuangamiza dhambi. Mara ya kwanza alikuja kama mkombozi peke yake, hakuja kuhukumu. Anapokuja mara ya pili, atakuja kuhukumu dhambi, anakuja kuiondoa dhambi. Hivyo wale wote ambao hawakumwamini kama mpatanishi watakuwa na hizo dhambi. Yesu anapozifagilia mbali dhambi, wataondoka nazo pamoja, waangamie milele. Mimi na wewe tukamwombe Yesu kwamba tuwe upande salama kwa kujisalimisha kikamilifu mbele zake, aweze kututakasa kama apendavyo yeye. Tusibakize kitu chochote, kwamba mimi nimejitoa kwa Yesu lakini hiki bado nakipenda. Hata tusafisha, tabaki na makosa yetu. Hebu Bwana bariki somo hili kupitia jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Tutatimisha somo hili na ombi, na Bwana aweze kutusaidia. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Bwana, tuko mbele zako muda huu. Tunashukuru sana kwa somo hili ulilotupatia. Mtazamaji, mbariki kwa kutazama somo hili, na kwamba Bwana tukaweze kujitoa kikamilifu mbele zako, ili kwamba unapokuja mara ya pili tutambue kama watu wako. Neema hii ambayo umetupatia tukaifanyie kazi. Neno hili likaweze kuvuka mipaka ya adui, na watu wakaweze kunasuliwa kutoka katika mikono ya adui. Kwa wale wote ambao shetani ametangaza ushindi kwao, kwa neema hii, wanaposikia neno hili wakatangaze ushindi kupitia nguvu zako pekee, kupitia haki yako ulioiahidi kwamba tutaipata kwa njia ya imani. Bwana, tunakuomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Anatusihi, atuita kwa upole, usikawie rafiki, miaka